Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Mungu popote ulipo, nikukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha Kimbilia kwa Yesu. Bwana ametupa nafasi tena tungalipo katika uso wa nchi. Hii ni neema ya ajabu sana ambayo tunahitaji kumshukuru Mungu wetu. Niliyesimama mbele zako, mhubiri na mchungaji Daktari Chambogo, na kuletea kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu mchana wa leo. Nikukaribishe mahali popote ulipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania, unayenitazama katika TV yetu nzuri pendwa ya Sibuka, na wale unaonitazama pia nje ya nchi yetu, na wasikilizaji wa Lindi FM Radio. Karibuni tena kwenye kipindi kizuri chetu mchana wa leo. Na unalo neno la uponyaji, unalo neno zuri ala Mungu amekusudia mchana wa leo kusema nasi, mchana wa leo kutupatia maonyo na maelekezo kama ilivyo ada mbele za Mungu. Tukiwa watu wake, hawezi kukaa bila kutuonya na kutuelekeza tupasayo kutenda. Basi nikukaribisha tena na tena na tena. Tunalo neno la Mungu mchana wa leo. Nisome katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 4. Nitasoma mstari mmoja wa 7, nitaruka tena kusoma mistari mingine miwili. Neno la Mungu linasema hivi: lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iwe na akili mkeshe katika sala. Taenda mstari wa 17, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Nirudie tena kusoma maandiko haya, ni ya msingi, yatatuongoza mchana wa leo. Na wewe ukiwa nayo Biblia pale nyumbani au uko mahali popote ulimwengu wa leo, tunazo simu ambazo pia zinayo na maandiko. Petro wa kwanza 4:7, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iwe na akili mkeshe katika sala. Na mstari wa 17 unasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Hilo ni swali. Mstari wa 18, na mwenye haki akiokoka kwa shida. Mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, asante kwa ajili ya mchana huu wa leo, tarehe 3 ya mwezi wa 3. Tumepata nafasi tena ya kuendelea kuwepo katika uso wa nchi. Asante kwa ajili yangu binafsi, na kushukuru Mungu kunipa kibali nisimame mbele za watumishi wako katika taifa langu la Tanzania na nje ya nchi. Nililete neno lako takatifu sana, nilisikizishe katikati ya masikio ya watu wako, wale wanitazamao na wale wanisikiao. Mungu wa utukufu, kutana na watu wako mchana wa leo, ukawarejeze wale waliopotelea mbali, ukawarudishe wale ambao Bwana hawajakujua, ni siku yao ya kuwarejeza. Asante kwa kuwa Bwana upo kwa ajili ya kuwaponya watu wako, kwa ajili ya kuwafungua watu wako, ukawahudumie kupitia nguvu ya neno lako. Na Roho Mtakatifu wa Mungu
ukiwepo ukitenda kazi pamoja na mtumwa wako, na mkono wako Bwana ukutane nao, uwaponye mahali popote wanisikiao na wanitazamao, wote ukawahudumie kwa neema yako. Kwa jina la Yesu Kristo nimejikabidhi mikononi mwako Bwana, kwa msaada wa Roho Mtakatifu ni yanene yale yapasayo kunena. Kwa Yesu Kristo Mwokozi nimeomba na kushukuru, amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu popote pale ulipo. Mchana wa leo ninapokuletea ujumbe huu unaosema mwisho wa kila kitu umekaribia. Ujumbe nao kuletea ni mwisho wa kila kitu umekaribia. Mwisho wa kila kitu umekaribia. Ndugu zangu watumishi wa Mungu mnaonisikiliza katika chombo cha Rindi Radio FM pamoja na TV yetu ya Sibuka, kanisa letu la EAGT ndani ya Tanzania na nje ya nchi. Tunazo siku tunazoziishi ambazo si siku salama sana, na ndiyo maana ashukuriwe Mungu aliyefungua milango ya kusema na watu kwa njia mbalimbali. Mungu anasema na watu kwa njia ya majarida yaliyoandikwa, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya radio, kwa njia ya TV, kwa njia ya mitandao ya kijamii, kwa namna yoyote ambayo wanadamu wanafikiwa kupewa taarifa zinazohusiana na maisha yao. Hivyo vyombo hivyo navyo Mungu anavitumia kwa ajili ya kuwafikishia taarifa muhimu sana, taarifa sahihi ambazo ni habari njema za Injili ya Yesu Kristo. Nimesimama mbele yako, mimi ni mhubiri wa habari njema za Yesu Kristo, na mbariki Mungu kunifungulia milango katika nyakati zetu hizi ninene habari njema ya Yesu Kristo kwa watu wote. Wacha nikwambie mchana wa leo, uko uweza wa Mungu utakutana na wewe kwa namna ya ajabu. Iko nguvu ya neno la Mungu yenye iliyoviumba vitu vyote itakutana na wewe mahali pale pale ulipo. Uwe unanisikiliza kwa masikio kupitia radio yetu Lindi FM, ama unanitazama live, bado nguvu ya Mungu itakutana na wewe. Wakati mwingine huenda uko nyumbani umelala, unasikiliza, unanitazama. Wacha nikupe tumaini la kweli. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo hata milele. Weza wake ni wa ajabu. Atakutana na wewe mahali pale pale ulipo. Atakuinua kwa uweza wake wa ajabu. Mkono wake haujawahi kupungua nguvu za kutenda kazi zake dhidi ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana anakuponya mchana wa leo. Bwana atakuokoa mchana wa leo. Wewe ambao bado uko mbali na neema hii, Yesu Kristo anataka kushughulika na maisha yako, kwa sababu mwisho wa mambo yote umefika. Hata mwisho wa maisha yako nao umefika. Wakati mwingine tunapoongea namna hii, wako wengine wanakata roho, wengine wako kwenye vyumba vya madaktari katika uangalizi wa karibu kunaitwa ICU, nao hawajui nini kinaendelea. Wenda mchana wa leo pia nao wanaweza wakakata roho. Na kama ninavyoendelea kuongea, kuna wanaozaliwa na wanaokufa. Asa wewe ambaye Mungu amekupa nafasi, bado unapumua, unisikilize, kuwa hauna garantii ya siku zako za kuishi. Wakati wowote chochote kinaweza kutokea. Nazungumzia habari ya mwisho wa kila kitu umefika. Mtumishi wa Mungu Petro katika Roho Mtakatifu, siku zao walijionea mambo ya kutisha yaliyokuwa yameendelea, ya uovu wa kutisha. Nisijui kama wangetokea leo wangeweza kulinganisha nyakati zao, lakini kila kizazi kilipewa nyakati zake, na hicho kipindi hicho waliziona nyakati ambazo za kutisha. Nasi nyakati zetu hizi tumejionea mambo ya kutisha yanayoendelea. Lakini mwisho wa yote hayo, Biblia inasema mwisho wa kila kitu umekaribia.
Mwisho wa kila kitu umekaribia, manake hakuna kitakachodumu, hakuna kitakachoendelea. Iwe ni teknolojia haitaendelea, iwe ni viwango vya elimu duniani havitaendelea, iwe ni wasomi duniani hawataendelea, iwe ni chochote unachokijua. Leo tuna mfumo wa hali ya juu wa kimaendeleo, lakini wacha nikwambie, pamoja na jina linaitwa maendeleo, lakini havitaendelea hivyo vyote. Vyote vimewekewa mipaka yake. Hata uumbaji wa Mungu alioumba nao umewekewa mipaka yake, havitaendelea. Uzuri wa dunia unapopitisha macho huko na huko, naweza ukaona vitu vya ajabu. Hata ninapokwambia ati havitaendelea, unaweza usiamini. Viwango vya teknolojia vimekwenda juu, lakini nikikwambia vina mwisho hautakaa uamini. Lakini wacha nikwambie kwa neno la Bwana, kila kitu hakitaendelea. Mungu ameviwekea vyote ukomo, na ni kwa sababu tu uovu ulipoingia, uovu umesababisha vitu visiendelee, umesababisha hata dunia haitaendelea. Biblia inasema Mungu ameweka ulimwengu mwingine unaoandaliwa kuja. Huu tulionao unafika mwisho. Je, swali langu ni hili: itakapofika mwisho yako binafsi, unamalizaje? Utakapofika mwisho wa pumzi yako ya mwisho, unamalizaje kwenye uso wa nchi? Wengi wanaongelea habari ya kufa. Ndiyo, kufa ndiko Mungu alikokuweka. Kufa maana yake mwisho wa kuishi mwanadamu kwenye sayari hii, lakini sio mwisho wa roho yako kuishi. Ni vizuri uwe na taarifa sahihi, mpendwa wangu. Wengine unapofika mahali ukitaja kufa wanaogopa. Biblia haisemi uogope kufa, kwa sababu kufa ni kutokea kwenye ulimwengu mwingine wa maisha yatakayoendelea bila mwisho. Oyo kufa ni kufungua mlango wa kuingia eneo jingine. Huko kutakuwa na maisha milele na milele, na Biblia imeainisha ikisema kuna eneo la mateso milele na milele, na kuna eneo la umilele lenye uzima usio na mwisho. Kwa hiyo Biblia imeainisha yako maeneo mawili ambayo mwanadamu nakabiliwa mojawapo uchague. Na mchana wa leo nakuletea habari njema. Yesu Kristo ndiye chaguo zuri. Yesu Kristo ndiye wa upande wa pili mwenye uzima wa milele, lakini upande mwingine ni upande wa uharibifu wa shetani anayekokota watu, naye misheni yake iko vile vile, naye nakokota watu waende nao mahali pa uharibifu. Lakini mchana wa leo naye wacha nikwambie hivi, mwisho wa kila kitu umekaribia. Mwisho wa uumbaji umekaribia. Mwisho wa viumbe vyote umekaribia. Na kama umekaribia, Petro anasema, anatoa ushauri mambo mawili. Anasema tukeshe na tuwe na akili. Kwa hiyo nitaongelea eneo hilo mojawapo katika maeneo hayo kwa kadiri ya muda Mungu atakao tusaidia kuwa nao. Karibu ndugu yangu, tunajifunza kwa habari ya mwisho wa kila jambo umekaribia. Ndugu yangu, mpango wa Mungu haukuwa hivi tunachokiongelea. Mpango wa Mungu ulikuwa ametuumba ili tuwepo kwenye uso wa nchi, na akatuumbia kila kitu. Lakini uovu ulipoingia, maandiko yanasema, Isaya 59, nitasoma Isaya 59, maandiko yanasema, Isaya 59 maandiko yananena hivi: baada ya uovu kuingia kwenye uso wa nchi, Mungu akagairi, anasema hivi, tazama, mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata asisikie.
Sikia mtu wa Mungu, Isaya alionyeshwa maono ya kiungu, namna ambavyo mkono wa Mungu una uwezo wa kuokoa. Mkono wa Mungu unawakilisha uwezo alionao. Mkono wa Mungu unawakilisha nguvu alizonazo. Mkono wa Mungu unawakilisha mamlaka alionayo. Mkono wa Mungu unawakilisha utendaji wake wote. Maana anasema mkono wa Mungu haukupungua. Mungu hahitaji kukugusa kwa kunyosha kama mkono wangu, lakini uweza wa Bwana uko pale pale. Ndiyo maana amekupa sikio usikilize. Ndiyo maana amekupa na macho uone, ili Mungu anaposhughulika hategemei mkono wa binadamu, hategemei mkono wa chambogo ukufikie Lindi, hategemei mkono wa chambogo ukufikie Mwanza, hategemei mkono wa chambogo ukufikie huko na huko duniani, lakini uweza wa Bwana uko pale pale. Lakini uweza wa Bwana na nguvu zake ziko pale pale. Ana uwezo wa kuokoa, ana uwezo wa kukutoa kwenye majanga, ana uwezo wa kukuondoa kwenye eneo ulioshambuliwa na adui, ana uwezo wa kukutoa katika roho ya mauti hata mchana wa leo, ana uwezo wa kukuponya, maana mkono wake ameutambulisha ya kwamba usimfupi usipate kuokoa. Lakini ana sikio ambalo haliwezi kushindwa kusikia mnong'ono wa namna yoyote, mawazo ya ndani kwa ndani ambayo hakuna hata ajuae. Hata mke wako hajui unawaza nini, hata mume wako hajui unawaza nini, lakini pindi unapowaza Mungu anakuwa ameshasikia. Lakini anasema kinachozuia hata tusisikie tunapoomba, uovu na dhambi. Dhambi ilipoingia ilileta faraka nzito kati ya Mungu na mwanadamu kipenzi chake, ilileta faraka nzito. Ndiyo maana kila kitu baada ya hapo kikawekewa ukomo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu, dhambi ilipoingia, anasema kinachozuia hata asiweze kuokoa, hata asiweze kuponya, hata asiweze kukusikia ni dhambi. Lakini mchana wa leo, kama utalipokea neno la Bwana, ile wingu linalozuia Mungu asikuokoe, Mungu asikuponye, Mungu asikusikie, Mungu asikusaidie, ile wingu la dhambi, ukisikia mchana wa leo, ukakubali kuondoa dhambi, ukakubali kutengwa na uovu, Mungu atasikia, Mungu atakuokoa, Mungu atakuponya. Haleluya. Mungu ataingilia kati katika mambo yako yaliyoshindikana, kwa kuwa yeye hana mwisho. Vitu vyote alivyoviumba ameviwekea mwisho, lakini yeye hana mwisho. Hana mwisho wa uwezo wake, hana mwisho wa uponyaji wake, hana mwisho wa wokovu wake, hana mwisho kukuokoa, hana mwisho wa upendo wake, hana mwisho wa huruma zake. Ni wewe tu mwanadamu wa kike na wa kiume kufungua ufahamu wako, kufungua masikio yako, kukaa tayari kusikiliza na kuwa tayari kusaidiwa na Bwana. Yuko tayari kukusaidia, yuko tayari kukuinua, yuko tayari kukuponya, ili mwisho unapokuja wa ulimwengu tunaoishi, ili wewe na mimi tuende tukaishi makao ya milele. Yesu amekwenda kutuandalia, amesema mapema, naenda kuandalia mahali nitakapokuwepo na ninyi mtakuwepo. Huyu ndiye Yesu Kristo, naye nena habari zake. Mahali atakapokuwepo tutakuwa pamoja naye, lakini sharti ni hii: lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili atutengenezee mwisho mwema. Pendwa wangu, tuna mwisho, una mwisho, una mwisho. Utajiri wako una mwisho, kiburi chako kina mwisho, uchawi wako una mwisho, uongo wako una mwisho, madanganyifu yako yana mwisho, chochote utendacho kina mwisho. Utamalizaje? Ili ndilo swali la kiroho. Utamalizaje? Kufa sio mwisho wa maisha. Ziko dini zinaongelea habari ya kufa.
linasema ukishakufa, ukizikwa, kuna kaburi litakuwa linakubana, litakuwa sijui kuna nini. Basi mimi huwa nasema inawezekana waliowazika waliwazika wako hai, lakini hakuna mtu aliyezikwa akawa yuko mzima kule ndani kwenye kile kifusi cha lundo. Hata kama ulizikwa hujafa vizuri, lakini ukisha kufukiwa ukatenganishwa na oksijeni, lazima uwe umekufa tu. Na unapokufa, nafsi yako na roho yako huachana na mwili. Kwa hiyo mwili huwa hauwezi fili chochote, maana wanaosikia maumivu ni roho na nafsi, wameshaondolewa. Pendwa wangu, mpendwa wangu, ukimaliza mwisho wako utakuwaje? Mwisho wako utakuwaje? Umesifiwa vya kutosha. Mbona una maisha mabaya? Mbona maisha yako yanaonesha una mwisho mbaya? Mchana wa leo unaweza kugeuka, unaweza kumrudia Yesu akupe mwisho mwema. Wako watu kwenye Biblia Bwana aliwapa mwisho mwema. Makahaba kwa wachawi, walevi kwa wanamna gani, walipewa mwisho mwema. Mchana wa leo unaweza kupata mwisho mwema. Haleluya, haleluya. Mwisho wa kila kitu umekaribia. Mwisho wa kila kitu umekaribia. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6, Mungu amekiwekea kila kitu ukomo. Tamba utambavyo, fanya ufanyavyo, lakini you must know unao mwisho. Ikawa sura ya 6 kitabu cha Mwanzo kinasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa Mungu na wana wa kike walizaliwa kwao, na wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wao wowote waliokuwa wamejichagulia. Biblia inasema hivi, Bwana Mungu akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mnyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Miaka 120. Mstari wa 5 nasema hivi, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya. Kila kusudi analowaza moyoni mwake, kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Mstari wa 9, akagairi, Bwana akagairi kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimemfanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mtumishi wa Mungu, msikilizaji na mtazamaji wangu, naendelea kukuletea maandiko yanayoshuhudiza habari ya ujumbe wangu naosema mwisho wa kila kitu umefika. Mungu ameweka kumbukumbu ili kila kitu atakapokuwa anafanya, wanadamu wasije wakasema wanaonewa, wanadamu wasije wakasema ni jambo jipya, wanadamu wasije wakashangaa. Siku za Nuhu, Mungu alikuwa amemuandaa Nuhu. Nuhu aliishi duniani kwenye ulimwengu huu, aliishi maisha matakatifu, aliishi maisha ya kumcha Mungu, aliishi maisha ya kutenga na uovu. Nuhu akawa mchungaji wa kizazi chake. Nuhu akawa mchungaji wa kipindi hicho. Biblia inasema hivi, Mungu akaja akasema na Nuhu, anasema mwisho wa kila mwenye mwili umefika. Anajuta kumuumba mwanadamu. Anapotazama anasema uovu wa mwanadamu umekwenda viwango
viwango vya juu. Uovu na dhambi zao vimekwenda viwango vya juu. Hebu sikia nyakati zile za Nuhu. Hakukuweko na ndege, hakukuweko na meli, hakukuweko na simu, hakukuweko na magari, hakukuweko na teknolojia kama ya leo, hakukuweko na kompyuta, hakukuweko na namna yoyote tulionayo. Lakini uovu wa mwanadamu hautegemei teknolojia. Teknolojia inausaidia kuusambaza uovu, lakini anasema dhambi imezidi kwenye uso wa nchi. Imezidi. Anasema nitamfutilia mbali. Mungu anafika mahali anaamua maamuzi magumu. Anasema namfutilia mbali mwanadamu na mnyama na kila kitambacho. Lakini Biblia anasema hivi, mawazo ya Mungu hayo alipokuwa anapitisha macho, alisikizishwa Nuhu akitoa harufu njema. Nuhu akisikizishwa kwenye masikio ya Bwana, Nuhu akiwa anaomba, Nuhu akiwa naonya watu wa kizazi chake, Nuhu akiwa na wahubiri watu waache njia zao mbaya. Biblia inasema hivi, Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji wa vyombo vyetu, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ameanza kufunua neema miaka mingi. Neema tulionayo leo ilijifunuliwa wakati wa Nuhu. Nuhu alipata neema. Wako watu huwa wanasema yuko mtu mmoja alipata neema peke yake. Wacha nikwambie mpendwa wangu, Nuhu alipata neema. Biblia inasema hivi, Nuhu aliokoa kizazi chake, Nuhu aliokoa mke wake, Nuhu aliokoa watoto wake watatu wa kiume, Nuhu aliokoa na wakwe zake watatu. Nuhu siku zile Biblia imeweka kumbukumbu, waliokoka watu 8 tu, walisalimishwa watu 8 tu. Mungu alipokuwa amekasirika, Mungu alipokuwa amechukua hukumu, hayuko wa kumzuia tena. Mwisho umefika. Nini kimefikisha mwisho? Uovu umefikisha mwisho. Dunia tunaoishi wapendwa, uovu umeifikisha mwisho. Watu wanawaza mabaya, watu wanawaziana mabaya, watu wanatendeana mabaya. Hakuna afikirie vyema kwa ajili ya jirani yake. Hakuna anayemtakia jirani yake mema. Hakuna hata kazini, hakuna bosi anayemtakia aliyo chini yake mema. Na walio chini yako hawakuwazii mema, hawatafakari mema. Position ulionayo nao wanaitaka. Hakuna anayekutia moyo. Hata kwenye ndoa yako bado wako wanawake wanaitaka hiyo nafasi. Hakuna wakukutia moyo. Jana wale wanisikie, yuko Yesu Kristo anayefuatilia maisha ya watu. Je, ndugu yangu, umepata neema mbele za Bwana au Bwana anaona nini? Hey, Biblia inasema hivi, mwisho wa kila kitu umefika. Mwisho wa kila kitu umefika. Biblia inasema mstari wa 13, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umefika, umekuja mbele zangu, kwa sababu wamejaza dunia udhalimu. Basi nitawaharibu pamoja na wanyama. Ujifanyie safina ya mti wa mvinji, fanya na vyumba ndani. Pointi iko hapa. Mungu kwa kinywa chake anasema mwisho wa kila mwenye mwili umefika. Mwisho wa kila kitu umefika. Anamuagiza Nuhu atengeneze safina. Anasema uovu wa mwanadamu umefika viwango vya juu. Mungu anaamua kuharibu. Anasema nitamuharibu, nitamfutilia mbali mwanadamu na mnyama. Mungu hatajali, atavuruga system
mizimu yake, atavuruga uumbaji wake. Nuhu aliposikia akatoka barabarani akawaambia watu, jamani, Mungu amesema atanyesha mvua siku 40 bila kukoma, analeta maangamizi. Watu wakapingana na Nuhu, huku anatengeneza safina, huku watu wanamdhihaki, huku anahubiri. Wasomi scholars wanasema Nuhu alihubiri miaka 100. Miaka 100 huwa ni kipimo cha Mungu cha uvumilivu. Kabla ya agano la kale, kabla ya agano jipya, ilikuwa ni kipimo cha Mungu. Aliwavumilia miaka 100, aliwavumilia ukiachilia mbali miaka iliyopita. Lakini miaka 100 Nuhu anatengeneza safina, watu wanaendelea kulewa. Nuhu anahubiri kama hivi leo Shambogo ninahubiri, wacha ukahaba utangamia, wacha uchawi utangamia, wacha urozi utangamia, wacha mambo mabaya utangamia. Nahubiri watu wanatenda, nahubiri watu wanafanya, nahubiri watu wanaiba maofisini, nahubiri watu wanaiba wake za watu. Hey. No. Anaambiwa mwisho wa mwenye mwili umefika. Alihubiri na uovu unaendelea. Hata siku alipoingia kwenye safina, yeye na watoto wake na wanyama hawa tulionao walibakishwa na Mungu. Mungu akamwambia, ziwekea akiba ya mbegu hawa tulionao. Mimi sijui idadi ya wanyama wote na ndege wote. Bwana alimwambia Nuhu awaingize kwenye safina ili ajiwekea akiba ya mbegu. Lakini kwa wanadamu alijiwekea akiba ya watu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Hawa ndio wameujaza ulimwengu. Hawa ndio umetokea kabila lako. Hawa ndio umetokea taifa lako. Hawa walikuwa ni mbegu, lakini Mungu alifuta ulimwengu wa siku zile. Aliwavumilia. Biblia inasema aliwavumilia. Petro anasema uvumilivu wa Mungu hutaka watu wasipotee. Mungu anakuvumilia ili usipotee. Mungu anakuvumilia ili usiangamie. Mwanamke kahaba, Mungu anakuvumilia usife kwenye ukahaba. Mwanaume kahaba, mwanaume malaya, Mungu anakuvumilia usife kwenye dhambi. Kurugenzi mwizi, meneja mwizi, waziri mwizi, munaiba kwa kalamu, Mungu anawavumilia pate kuokolewa. Mungu anawavumilia. Mungu anawavumilia wabunge wa Tanzania, watu wote duniani wanaotenda uovu. Mungu anawavumilia, taki muangamie. Mungu anawavumilia. Mungu ameleta safina. Yesu ni safina. Yesu ni Mwokozi. Yesu anaweza kukuokoa kama vile Nuhu atengeneza safina ili waokoa wanyama na familia yake. Haleluya, haleluya. Hey. Mwisho wa kila kiumbe umekaribia. Mwisho umekaribia. Petro anasema hivi, kama waliokoka wataokoka kwa shida, hawa wasiomcha Mungu wataonekana wapi? Leo tuna jamii ya watu waliookoka. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna jamii ya watu waliookoka, lakini kwa kweli kile wanachosema mdomoni na maisha yao ni tofauti. Wapendwa, wokovu si kusema Bwana sifiwe. Wapendwa, wokovu sio kwenda kanisani. Wapendwa, wokovu si kufanya yale yaliyotengenezwa na kanisa. Wapendwa, wokovu sio kula sakramenti. Wapendwa, wokovu si kupokea kipaimara. Wapendwa, wokovu si kufanya taratibu za dini. Wapendwa, wokovu ni kubadilika. Wokovu ni kusalimika. Wokovu ni kusamehewa dhambi. Wokovu ni kutengwa mbali na uovu. Wokovu ni kuacha mambo yote mabaya. Wokovu na huwezi kuacha mwenyewe, lazima Yesu aingilie kati. Nilikwambia kabla sijaokoka, nami nilikuwa kati ya hao waovu, na wala sikujaribu kuacha. Nilijaribu kuungama, nilikula na sakramenti,
bado na kipaimara, mpaka nikawa katekista, bado uovu uliendelea. Maana Yesu alikuwa yuko nje, dini ilikuwa ndani. Hiki ndicho kituko cha wanadamu duniani. Dini yuko ndani ya mioyo yao, Yesu ametupa nje. Dini yuko ndani ya mioyo yao, Yesu ametupa nje. Liturujia yuko ndani, Yesu ametupa nje. Na wokovu wake, ndiyo maana bado ni muovu, ndiyo maana bado ni kahaba. Pamoja wewe ni mchungaji, mbona unalala na washirika? Pamoja wewe mchungaji, mbona unatoa mimba za mabinti uliowapa mimba? Pamoja wewe ni askofu, mbona unauza madawa kulevya? Pamoja wewe ni askofu, mbona unaingiza madawa kulevya? Pamoja wewe ni askofu, mbona unasafirisha watu wakauzwe nje? Pamoja wewe ni askofu, mbona unatenda udhalimu? Hey! Hilo jina ulilo nalo la uchungaji, la uhubiri, uaskofu, wacha nikwambie, sio tiketi ya kuingia uzima wa milele. Wokovu ni maisha matakatifu. Wokovu unakufanya uwe kiumbe kipya. Wakorintho wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, amekuwa kiumbe kipya, amefanywa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, ukahaba unapita. Nilikuwaga mlevi, ulevi ulipita. Nilikuwaga kahaba, kahaba ulipita. Nilipoingia ndani mwa Yesu, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu, amekuwa kiumbe kipya, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yesu anawafanya wenye dhambi kuwa vyombo vipya. Haleluya, haleluya. Yesu anawafanya wenye dhambi kuwa vyombo vipya. Mimi ni chombo kipya, ni chombo chenye makali cha kupulia ngano kwa jina la Yesu. Jana wa leo, Yesu anaweza kukubadilisha. Yesu anaweza kukugeuza kawa chombo chake, kawa mchungaji, kawa mhubiri, kawa mtume, kawa nabii wa kweli. Yesu akufanye kwanza kiumbe kipya. Fanyika kiumbe kipya. Kuokoka ni kufanywa kiumbe kipya. Robo sakata ni kufanywa kiumbe kipya, ni kufanywa kiumbe kipya, ni kufanywa kiumbe kipya. Dini haiwezi kukufanya kiumbe kipya. Mimi ni shahidi, nilikuwa katekista, nilikuwa naongoza dini, naongoza ibada, na kulewa ninalewa. Yesu hakuwepo. Yesu akiingia ndani yako, utakuwa kiumbe kipya, utayachukia matendo maovu. Sakaitabu kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, mchana wa leo, Bwana anatangaza mwisho wako. Ametangaza mwisho wa mambo yote umekaribia. Siku za Nuhu watu waliangamia. Biblia inasema mwisho Mungu akamwambia Nuhu, ingia ndani ya safina. Alafu Biblia inasema Mungu akafunga mlango. Mvua ikaanza kunyesha. Kama mvua tu, kama tunavyojua, kidogo kidogo mvua ikazidi kujiongeza. Mvua ikazidi kujiongeza. Biblia inasema hivi, maji yakatoka kwenye uso wa nchi. Juu kunatoka maji, maji yakatoka kwenye uso wa nchi. Biblia inasema hivi, Mungu akafungulia chemichemi za nchi. Maji yakasaidiana, yanayotoka juu na yanayotoka chini. Biblia inasema hivi, mvua zikanyesha siku 40. Siku 40 maji yakakata. Mungu akaswitch off, mvua zisinyeshe wala mifereji iliyoko chini isitowe maji. Maji yakadumu katika nchi siku 150. Jumulisha siku 40, siku 190. Mungu akiwa ameshusha ghadhabu, anaangalia kama kuna nguru mbili anaogelea. Biblia inasema maji yakafika vilele vyote, yakavuka mikono kadhaa, yakavuka vilele vya milima yote. Mlima Kilimanjaro, mlima Wenzori na milima mingine duniani. Maji yalivuka yakavuka. Biblia inasema hivi, maji yakakaa siku 190, siku 150 bila kupungua
mpaka Mungu alipojiridhisha hakuna kiumbe chochote, hakuna kitambaa chochote isipokuwa vilivyoko ndani ya safina. Ndugu yangu nisikilize, napoenda kumalizia ujumbe wangu, Biblia inasema hivi: Mungu alihukumu siku za Nuhu kwa sababu ya uovu. Lakini sogea mbele kidogo. Mungu alihukumu siku za Lutu. Tunazo hukumu kubwa mbili za ushahidi. Wanadamu tunapowaambia kuna mwisho wa kila kitu, anasema haiwezekani. Watu wakiangalia uumbaji wa majengo kule Amerika, uumbaji wa majengo kule nchi za Kiarabu, uumbaji wa wanadamu waliumba majengo nchi za Ulaya, uumbaji wa madaraja ya kule China bayo yamepita juu ya bahari, uumbaji wa vitu vya ajabu, watu wakiangalia wanasema haiwezekani, haiwezekani. Nisikilize mpendwa, ziko hukumu kubwa mbili. Siku za Nuhu alifuta, wakabaki watu watatu tu na wake zao jumla 6. Mwanzo huko siku za Lutu, Mungu alifuta Sodoma na Gomora. Alifuta, maandiko anasema, Mungu akasema namwambia Lutu, hakuna mwenye haki mwingine. Lutu akatoka kutafuta watu. Biblia inasema hivi, Lutu alikuwa kama achezaye ngoma, anawaambia mpaka wakweze waliokuwa wameposa watoto wake, Bwana ameshuka kuangamiza. Biblia inasema hivi, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa 1 na 4, mstari wa 22 mpaka 29, Biblia inasema wakamkamata mkono Lutu, wakamwambia jiponye, kabla hatujaangamiza miji, tumekuona wewe peke yako. Lutu na watoto wake mabinti 2 na mkewe, sema wakawashika mkono, wakawaambia jiponye nje ya mji huu, jiponye, tunakwenda kuangamiza. Lutu wakaondoka, wakamshika mkono mpaka wakampandisha mlimani, wakamwambia jiponye huko. Biblia inasema hivi, alipofika Soari ilikuwa jua limechomoka, linachomoza. Biblia inasema hivi, Mungu akashusha moto wa kiberiti miji ya Sodoma na Gomora. Lutu akaokolewa. Wapendwa wangu, mwisho wa siku za Sodoma na Gomora ulifika. Uovu, ndugu zangu, umepelekea watu wasiangamie. Niende kumalizia na poleta ushauri. Petro anatuambia hivi, nisome tena waraka wa Petro. Anasema hivi, iwe na akili mkeshe katika sala. Iwe na akili mkeshe katika sala. Ninataka nizielezea akili mbili kwa haraka sana. Kuna aina mbili ya akili. Kuna akili za wenye haki, kuna akili za waliokombolewa, kuna akili za waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo, na kuna akili za waovu. Akili ya kwanza, akili ya watu waliookoka. Akili ya watu waliookoka wana akili za kiungu, wana uwezo wa kupambanua mema na mabaya, wana uwezo kwenye akili zao za kutenda mapenzi ya Mungu, wana uwezo kwenye akili zao za kumfanya Mungu ibada katika roho na kweli, wana uwezo katika akili zao za kujitoa katika maovu, wana uwezo katika akili zao za kuishi maisha matakatifu. Akili za waliokombolewa, akili za wacha Mungu, huwa wanaondoka kwenye maovu, huwa hawapokei rushwa, huwa hawatoi rushwa ya ngono mabinti ili wapate ajira, au vijana hawatoi ngono ya rushwa ili wapate ajira. Watu waliookolewa wana akili za kiungu. Biblia inasema wana akili za kutambua kazi njema ya Kalvari. Tunajua alichofanya Yesu, ndiyo maana tunayaona maovu tunashangaa. Wakati wengine wanapapatikia, sisi tunawaangalia, tunawahurumia. Tuna akili za rohoni
akili zetu zimegeuzwa. Tunajua kazi ya Yesu ya Kalvari, tunajua mateso ya Yesu aliyoyapata kwa ajili ya uovu wetu. Tuna akili za kuishi maisha matakatifu, tuna akili za wacha Mungu, tuna akili za kutambua majira na nyakati tulizo nazo. Ndiyo maana nakuletea habari njema kwamba Yesu anaokoa. Kipindi hiki kinaitwa kimbilia kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu. Akili, waraka wa Yohana nasema Bwana Yesu amekuja naye ametupa akili. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20 unasema nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili, kwamba tuitwe, kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Hizi ndio akili, aina ya kwanza ya akili. Petro anasema iwe na akili, mkeshe katika sala. Wenye akili wanaomba. Wenye akili, niseme na kanisa, wenye akili za kiungu wanaomba. Kanisa inuka uombe. Kanisa inuka uombe. Kanisa ombea serikali. Kanisa ombea dola. Kanisa tuombee nchi yetu. Kanisa tuombee bara la Afrika. Kanisa tuombe. Wenye akili ni wana wa Mungu tu, wale waliofanywa wana wa Mungu. Hizi ni akili za kwanza. Tunajua hata nyakati za kurudi kwa Yesu. Tunajua dalili zote, tunaziona. Tunajua Yesu amekaribia. Tunaiangalia Israeli, tunaziona dalili zote. Yesu alisema mtakapoona mtini umechanua, tambueni kwa malangoni. Na Israeli ndio mtini ulishachanua tangu mwaka 1948. Ulishachanua, walisharudi kwao. Sasa wamejieneza na sasa wanakomoa, na maeneo mengine bado yanashikiliwa na wale wasio uzao wa wana Abrahamu. Hizi nyakati za kujua. Wenye akili za kiungu tunajua aina ya kwanza ya akili. Aina ya pili ya akili ni ya watu wasiookoka, ni ya watu wasio mcha Mungu. Wasio mcha Mungu, Biblia inasema hivi, wanafanana na wanyama. Wanafanana na wanyama. Biblia inasema wasio mcha Mungu wanafanana na wanyama. Zaburi ya 32 mstari wa 9. 32 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili, kwa maana matandiko yalijamu na hatamu. Sharti kuwazuia hao huwa hawatakaribia. Sharti kuwazuia hao au hawatakaribia. Tusiwe kama wanyama. Wanyama mambo wayafanyayo kwa jinsia yao wanafanya wazi wazi. Wanyama wanafanya wazi wazi mambo ya wahusuyo. Kuku wanafanya mbele, hata ukiwa umekaa na mkweo watafanya mambo yao mbele yenu. Bata hata ukiwa na mkweo watafanya mambo yao mbele yako. Wanyama unaowafuga wanafanya mambo yao, na ni hayo ni kwa jinsi ya mbele ya macho ya wanadamu. Leo wanadamu wamefika viwango vya kufanya mambo ambayo wanyama hawafanyi. Leo unasikia baba anatembea na mwanae wa kike. Hivi ni akili? Nani ana akili kati ya mnyama na huyu mwanadamu? Na Biblia inasema Mungu alituumba kwa sura yake, manake ile hali ya nafsi ya ndani. Lakini anguko limepindua kule ndani. Mwanadamu amekuwa kama mnyama. Amekuwa kama mnyama asiye na akili, asiye na utambuzi, asiyeweza kupambanua. Baba anatembea na mwanae, mama anatembea na kijana wake. Simesikia tu mama mmoja akamsomesha mwanae, mume alimuacha,
akafariki, akamlea mtoto wake. Mtoto akamsomesha, akafika viwango. Baadaye akapata kazi. Akamwambia, mwanangu, mimi ni mama yako, na kama mimi ni mama yako, nimekusomesha. Baba yako alikuacha bado mdogo, nimekusomesha. Siwezi kuruhusu hizi mali unazopata achukue mwingine. Mwanangu, mimi tutaoana wewe na mimi. Na hivi ninavyoongea walioana, hebu angalia, mama amemshawishi mwanae aweze kuingia tena eneo ambalo halikuwa halali yake. Uovu ulivyopanda. Hizi ni akili za wasiomjua Mungu. Kijana mmoja akamuita mama yake mkoa fulani, akamuita kakaa naye hotelini. Usiku akamuendea, akamgongea. Mama anashangaa. Siku wa manane akafungua, akamwambia, ni mimi. Alipofungua mama, mwanae akiingia, akaingia akiwa amevaa taulo tu. Akamwambia, mama, nataka nilale na wewe. Mama kasema, mwanangu. Hakufanya chochote. Mama hana uwezo. Mtoto akalala na mama yake, akamtenda mabaya. Hizi ni akili za wasiomjua Bwana. Hizi ni akili za udhalimu. Mama huyu, usiku kulipokuja, akatoroka, akaondoka. Hivi ninavyoongea, alifika mahali akafa. Alizira kula, akasema hatakula. Mwisho wakati anakata roho, ndo akatoa siri, mwanangu alinitenda mabaya. Mtoto anatafuta utajiri. Tuna watu wa ajabu ulimwengu. Ndiyo maana Biblia inakuzuia usiutamani utajiri wa mtu. Usiutazame utajiri wa mtu. Wako watu wamelala na mama zao. Wako watu wamelala na baba zao mabinti. Uovu umekithiri. Hiyo ni aina mbili ya akili. Kitabu cha Yeremia, nisome Yeremia 4. Yeremia sura ya 4. Tusikia anasemaje. Yeremia 4 mstari wa 10. Yeremia 4 22. Yeremia 4:22. Biblia inasema hivi, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Hii ni akili gani ya kulala na mama yako? Ni akili gani ya kutembea na dada yako? Ni akili gani? Akili potofu. Hizi ndio aina mbili za akili. Mchana wa leo ni waongelee wewe mwenye akili ambazo kweli unazitumikisha maeneo bayo sio halali. Sitakupeleka mahali pabaya. Maamuzi ya akili zako mwenyewe yatakupeleka motoni. Mchana wa leo unaweza kugeuka. Mchana wa leo unaweza kuomba na wewe. Mchana wa leo unaweza kuomba na wewe. Na Yesu yuko tayari kukuponya. Na Yesu yuko tayari kukuokoa. Mchana wa leo Yesu yuko tayari kukusamehe na akakupa akili mpya. Haleluya. Aina mbili za akili. Petro anasema, iwe na akili mkeshe katika sala. Iwe na akili mkeshe katika kuomba. Sasa mtumishi wa Mungu, popote ulipo unaponisikiliza, kama uko nje ya Yesu, ndiyo maana kufanya maovu hauna kizuizi chochote. Ndiyo maana kuibia serikali huo ni kwamba ni kosa. Biblia inasema hivi, shetani amezifumba akili zao, amezipotosha akili zao. Mchana wa leo na kupelekea nuru ya Injili ikazimulikishia akili zako, upate kuelewa upendo wa Yesu, upate kuelewa wema wa Yesu. Yesu hataki wewe upotee.
Yesu hataki wewe uangamie. Yesu hataki wewe uende mahali pa mateso. Yesu hataki kabisa. Ndiyo maana alikuja duniani. Yesu apate kuleta akili za kutoka mbinguni, za kupata kujua hili na hili na hili sio mapenzi ya Bwana. Ukiwa hauna akili za kimbingu za kuzaliwa mara ya pili, lazima utatenda uovu tu. Lazima utatembea mpaka na watoto walio sawa na watoto wako. Baba mmoja pale Goba miaka 3 iliyopita akatembea na binti, yeye ana miaka 80 na kitu, binti wa miaka 30, na alifia kwenye kifua cha binti. Habari zikazagaa gesti, na alikuwa mmoja wa wazee kwenye hiyo dini. Je, hiyo ni akili? Mchana wa leo na nena habari za Yesu. Inawezekana wakati mwingine unatumiwa bila kupenda. Inawezekana unatumiwa bila kupenda. Mchana wa leo Yesu anaweza kukubadilisha. Yesu anaweza kukugeuza. Alimgeuza Sauli, alinigeuza na mimi. Alimgeuza Mathayo aliyekuwa anatoza kodi ya Warumi, na Waisraeli walimchukia Mathayo. Alimgeuza Zakayo. Alimgeuza yule mwanamke kahaba waliyekutana na Yesu kwenye kisima kile cha kisima cha Samaria, aliyekuwa na wanawake na wanaume 6. Yesu alimgeuza hata akawa mwinjilisti siku ile ile. Yesu ni Bwana wa mageuzi. Ana uwezo wa kukugeuza, hata kugeuza ndani. Dini haiwezi kufika viwango vya ndani. Ni Yesu peke yake ana uwezo wa kufika kwenye kina cha moyo wako. Lakini dini inaongea na wewe kwa akili tu. Ndiyo maana bado ni mlevi. Ndiyo maana bado ni msinzi. Ndiyo maana mchungaji bado na wake zaidi ya mmoja. Ndiyo maana mchungaji hata bado natembea na washirika. Ndiyo maana mchungaji hata umewapa washirika mimba, na umetoa hela ya sadaka katowe mimba. Unadhani umeficha. Wiki iliyopita nilihubiri, hauna mahali pa kuficha. Umewaficha wazazi wa huyo binti. Umemficha mkeo, lakini mbele za Mungu ile damu ya yule mtoto mliyetoa inapiga kelele mbele za Mungu. Chungaji, achana na huo uovu. Achana na huo uovu. Injili haina cheo. Injili haina wewe ni nani. Injili haina cha waziri. Injili haina cha raisi. Wote ni viumbe. Wote Yesu aliwafia msalabani. Wote Yesu anawapenda. Yesu anataka muokoke. Yesu anataka kuokoe. Yesu atakusamehe dhambi. Yesu atakuondoa kwenye udhalimu. Yesu atakuachilia. Hautakuwa muovu tena. Hii ndiyo injili. Mwisho Petro anasema hivi. Mstari wa 18, wa 17 na wa 18. Wakati umefika wa hukumu kuanza nyumbani mwa Bwana. Wakati umefika wa hukumu kuanza nyumbani mwa Bwana. Na hukumu nyumbani mwa Bwana ni wapi? Kwenye kanisa. Kanisa inaitwa nyumba ya Bwana. Muda wangu sio rafiki. Wacha nikwambie hivi. Mtumishi wa Mungu, tunasema kama waliookoka wataokoka kwa shida, kulingana na maisha, the way maisha unaoyaishi, maisha ya uovu, maisha ya ubabaishaji. Huku nasema umeokoka. Wewe utaokoka kwa shida tu. Na kuokoka kwa shida maana yake nini? Hautafika mbele za Mungu, ila unabaki una jina uliwahi kuokoka. Mchana wa leo, hebu niombe kwa ajili yako. Wewe uliyerudi nyuma, unaweza kumrudia Yesu. Mchungaji ambaye unatenda dhambi kwa siri, unaweza kumrudia Yesu. Funika macho yako, weka mikono kifuani. Sema, Baba Mungu, katika jina la Yesu, mchana wa leo nimelisikia neno lako. Nisamehe Yesu. Nisamehe Yesu. Wewe ni mwingi wa rehema. Ulikuja unisamehe. Nisamehe mchana wa leo. Nimetambua uovu wangu wote, makosa yangu yote, udhalimu wangu wote. Nimeibia serikali billions za pesa kwa njia ya udanganyifu wa kalamu. Yesu nisamehe.
Yesu nisamehe. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka na Yesu amenisamehe. Asante Yesu kunisamehe. Amen. Niombe kwa ajili yako unayeumwa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, ninawaleta wasikilizaji wangu na watazamaji mahali walipo, hawa waliokupokea mchana wa leo. Huyu mwanamke aliyekugeukia, huyu baba aliyekugeukia, huyu kijana aliyekugeukia, Yesu kawaponye. Yesu kawaponye. Yesu kawaponye. Yesu kawafungue. Enyi magonjwa, achia mtu huyu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uwe mzima. Uwe mzima. Uwe mzima. Haleluya. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Uwe mzima pressure. Uwe mzima kisukari. Uwe mzima kansa. Uwe mzima kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa mawasiliano, naitwa mchungaji na mhubiri Daktari Chambogo. Niko kanisa la EAGT. Kanisa hili linalomiliki TV hii. Niko hapo natumika Temboni. Nipigie 0763 0763 349500 0763 349500. Na Mungu akubariki. Nitaomba na wewe, nitakushauri katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen, and amen, amen. EAGT.